Kuna kitu kimoja ambacho watu wengi ambao wanaanza kujifunza coding wamekuwa hawakielewi, na imekuwa ndio sababu kubwa watu kuweza kushindwa kuelewa programming mapema. Sasa kuna swali dogo ambalo leo nataka tuweze kuliweka sawa, kulijibu. Hivi kompyuta inaelewa kodi vipi? Ukijaribu kutazama juu juu, inaonekana kama tunaandika tu maneno, tunatumia language kama Python, JavaScript na language nyingine kuweza kuandika tu mistari ya kodi, then tunapo run kompyuta inatekeleza na inaelewa kile ambacho tumekiandika na kuiamuru ifanye. Sasa nataka tuweze kufungua huu kweli ambao upo hapa, pengine ulikuwa hauelewi. Kompyuta haiwezi kufahamu hata neno moja la lugha ya binadamu. Na maanisha nini? Haya maneno ambayo tunayaandika kwa kupitia katika editor zetu, kodi zetu, kwa kupitia language ambazo zipo karibu na lugha za binadamu, kompyuta haiwezi kuelewa. Na maanisha nini? Let's say unaandika print hello world. Kompyuta haielewi. Ndiyo, kompyuta haielewi. Hapo ndipo ambapo watu wengi wamekuwa wakichanganyikiwa. Pengine na wewe pia unaanza kunigomea. Mbona kama haielewi lakini inatambua na kufanya kile ambacho tumeiamuru ifanye? Sasa vipi kompyuta inapelekea hadi kuelewa kile ambacho unakiandikia na kuweza kukifanyia kazi? Nitakueleza katika lugha rahisi sana. Hata kama hauna uelewa wa hivi vitu, utaweza kunielewa namna gani ambavyo kompyuta inafanya kazi. Unajua kompyuta inaelewa kitu kimoja tu duniani. Kitu chenyewe kitakustajabisha ni nini? Ni umeme. Ndiyo, ndiko ambacho nakimaanisha, umeme. Katika kompyuta kuna mamilioni ya vitu vidogo vidogo ambavyo vinajulikana kama transistors. Hivi vitu huweza kufanya kazi kama switch, yani on na off. Utanielewa. Tunafahamu switch ilivyo, okay? Eka picha hiyo akilini mwako. Umeme siku zote unakuwa on ama off. Kuna on na off, hamna kati na kati hapa. Iwe imezima ama imewashwa. Na katika kompyuta ndivyo ambavyo inafanya kazi. Najua bado na kuchanganya, lakini utanielewa kabla ya video hii kutamatika. Sasa on inamaanisha nini? Ama inawakilishwa na nini katika kompyuta? On inawakilishwa na namba moja, lakini off inawakilishwa na sifuri, zero. Na hapo ndipo ambapo kuna kitu kinakuja kinaitwa binary. Maybe ndio mara yako ya kwanza kusikia hili neno binary, lakini leo utaweza kuelewa ni nini haswa. Binary ni kitu gani na kwa nini kompyuta inaelewa katika mfumo huu wa binary. Lugha halisi ya kompyuta ni moja na zero. Ndio hiyo binary ambayo unaiongelea. Fikiria wewe unaandika kodi zako kwa Kiingereza. Kwa mfano unatumia language ya Python. Tunajua language ya Python ilivyo. Unaandika tu print mabano hello world. Lakini tayari kompyuta haitosoma hivyo ambavyo umeandika wewe. Kompyuta inahitaji kuona hiko ambacho umekiandika kimekonvertiwa kwenda katika lugha inayoielewa ambayo ni 0 and 1. Swali linakuja. Hiyo tafsiri sasa inafanyikaje hadi kompyuta kuweza kuelewa kile ambacho umekiandika? Na tunasema kompyuta haielewi lugha ambayo sisi tunaitumia. Hii tafsiri sasa inafanyikaje? Wacha niweze kukupatia majibu ya swali hili na ukawafahamishe wengine pia waweze kujua. Hapa kuna vitu ambavyo utavikuta vinavyotambulika kama compiler ama interpreter. Maybe umeshawahi kusikia haya maneno kwa sababu kama ni mtu wa kujifunza, umeshaanza kujifunza programming, utakuwa tayari sio maneno mageni kwako kuyasikia. Compiler na interpreter ni vitu viwili tofauti lakini vinafanya kazi same. Hivi vitu tunaweza kuviita kama ni mtafsiri wa kompyuta yako. Na maanisha nini? Wewe tayari unaandika katika lugha rahisi. Compiler sasa atachukua hizo kodi zako, atazibadilisha katika lugha ya moja na zero ambayo kompyuta ndio ambayo inaielewa. 0 and 1 binary. So language hiyo itakapokuwa katika 0 and 1 tayari kompyuta ndio itaweza kuelewa umeamuru ifanye nini. Ukweli ni kwamba sisi hatuongei na kompyuta moja kwa moja. Kuna huyu mtu wakati compiler tunaongea naye sisi ili basi yeye aweze kuongea na kompyuta ielewe kile ambacho tunahitaji. So kuna compiler na interpreter. Tutakuja kuongelea vizuri zaidi vitu hivi mbeleni katika video zinazofuata mwendelezo wa hiki. Unapoelewa huu mchakato hapa, basi itakusaidia wewe kuweza kuelewa programming na kuto kufahamu kama watu wengine wanavyofahamu na kuona programming kuwa ni uchawi tu. Hapana. Wacha nikupatie mfano wa maisha halisi uweze kupata hiyo picha na kurelate hiki ambacho nimejaribu kukuelezea. Jaribu kufikiria umetoka hapo umekwenda nchi ambayo haijui lugha ya kwako ambayo unaiongea. Ni nchi ya kigeni na unahitaji kuongea na watu wa eneo hilo. Nini ambacho utakifanya? Kikubwa ambacho utakifanya ni kutafuta mkalimani. So wewe utaongea Kiswahili na yule mkalimani
yule mtu wa kati atatafsiri kwenda katika lugha yao, hao watu ambao unahitaji kuwasiliana nao ambao hawafahamu lugha yako, and then wao watajibu na mkalimani ataweza kutafsiri na kurudisha kwako katika lugha unayoielewa ya Kiswahili. Ndio ambacho kinachotokea katika programming. Hakuna uchawi. Wewe hapo ni programmer na mkalimani chukulia ni compiler au interpreter, na mtu ambaye anasikiliza na kurudisha majibu ni kompyuta. Bado kuna kitu kingine ambacho watu wengi wamekuwa hawakijui hapa. Hata hiyo binary yenyewe inakwenda mpaka ndani zaidi. Unaweza ukakutana na watu ambao wanaongelea hivi vitu lakini wakaishia katika binary, lakini kumbe hata hiyo 0 and 1 inakwenda ndani zaidi. Ndani wapi? Ndani ya CPU. Ndipo ambapo process, mchakato, maamuzi yanapofanyika katika hizi mashine zetu, na hapo ndipo kodi zetu tunazoziandika hugeuka kuwa action halisi, kuwa kile ambacho tumeiamuru kompyuta ifanye. Mfano, chukulia kufungua app, kudisplay maneno katika screen, or let's say hata kucheza game. Pale kinachofanyika ni huo mchakato ambao nimeongelea hapa. So next time unapoanza kujifunza coding ama unapoanza kuandika coding, usifikirie tu kuweza kuandika maneno. Fahamu kwamba unaipa maelekezo kompyuta. Mwisho wa siku maelekezo hayo yanaishia katika kuwa umeme unaowashwa na kuzimwa katika mashine, na hapo sasa ndipo output inapatikana, na ndipo ambapo nguvu ya programming ilipo. Kwa nini nasema hivi? Unapoelewa huu mchakato ulivyo hadi kuweza kupata matokeo yale ambayo umeamuru kompyuta ifanye, unaanza kuona coding tofauti kabisa, tofauti na wale watu ambao wa kawaida, tofauti na wale ambao wana deal tu na kukariri syntax. Unaona tayari kama una control machine, unaelewa vizuri kile ambacho kinaendelea. Unaweza kukuita hapo tayari wewe ni programmer halisi kwa kuweza tu kuelewa mchakato huu ulivyo, ambao watu wengi wamekuwa hawaujui. Nikwambia tu, hii ni playlist series ya video ambazo zisizopungua 5 nikijaribu kuelezea hii mchakato huu, hii process, the way ambavyo jinsi hii process inavyofanya kazi. Unaandika, kompyuta inaelewa, inatoa output, inafanya ulichokiamuru. Watu wengi wamekuwa wanakimbilia katika kukodi tu, kujifunza programming tu, lakini hii basic, hivi vitu muhimu hawavielewi. Nikaona sio mbaya, sio tatizo tukija kujifunza pamoja hapa katika lugha nyepesi kabisa, kila mtu aweze kuelewa na kupata ile picha kubwa ambayo inafanyika pale ambapo unaandika mistari yako ya kodi, and then kompyuta yako ina react katika kile ambacho umeiamuru kuweza kufanya. Kompyuta inafahamu vipi? Kama nilivyokuelezea, na nitakuja kukuelezea kiundani zaidi katika video ambazo zinafuata. Usikose mwendelezo. Video zinazofuata tutazama ndani zaidi, tutaangalia ndani ya CPU jinsi ambavyo inavyofanya kazi na kwa nini tunasema ndio moyo wa kila kitu. Utaweza kunielewa jua hilo katika video ambayo itafuata. Tutaendelea hapa ambapo tumeishia, na utaanza kuona kompyuta katika macho tofauti kabisa, tofauti na watumiaji hawa wa kawaida wanavyoona kompyuta. Cha kukwambia tu, hakikisha unaendelea kunifuatilia, subscribe channel yangu ya YouTube. Una maoni, una maswali yoyote, unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment na nikaweza kukujibu, tukaendelea kujifunza huko katika hiki ambacho nimekiongelea. Sina la ziada. Like video hii, share na wengine nao wapate kujumuika nasi kujifunza hapa pamoja. Tukutane katika video inayofuata ikiwa ni mwendelezo wa hapa ambapo tumeishia katika video hii. Asante.